Niukaribishe katika kipindi chetu kizuri ambacho kinakujia siku ya leo na muda kama huu. Kipindi kimekuwa ni baraka kwa watu walio wengi sana. Tumekuwa tukipokea shuhuda mbalimbali za matendo makuu ya Mungu ambao Mungu anatenda kwa watoto wake. Hii ni ishara ya kwamba Mungu hafungwi na eneo, kwa kuwa yeye yuko pote wakati wote. Ina maana ya kwamba kwa vile anayetenda yote haya ni Mungu, haijalishi ya kwamba uko wapi. Ukiamini, nguvu ya Mungu inayopatikana kupitia kipindi hiki itakugusa pale ulipo. Ni nguvu ya Mungu, sio nguvu ya mtu. Na kwa sababu ni nguvu ya Mungu, ndiyo maana hata anayesikiliza kwa njia ya redio anapokea baraka. Anayetazama kwa njia ya television anapokea kufunguliwa kwake. Watu wamekuwa wakishuhudia mambo ya ajabu ambayo Mungu amewatendea kupitia vipindi hivi. Hata wewe ambaye leo huenda ni mara yako ya kwanza kuangalia kipindi hiki, kuna mambo makubwa ambayo Bwana anakwenda kukutendea. Hata hivyo, niseme hivi, Biblia iko wazi kabisa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Damu ya Yesu inatupatia ushindi, yaani kafara ya Kristo, haki ipatikanayo kwa njia ya imani, ambayo ni matokeo ya deni ambalo Kristo alilipa pale msalabani. Tunaposema kwamba tunashinda kwa damu ya Yesu, maana yake tunashinda kwa kifo cha Yesu Kristo. Alikufa mbadala wetu ili sisi tupate haki ya kumiliki vile ambavyo havikuwa haki yetu hapo nyuma, kwa sababu ya kukosa kwetu kupitia baba yetu Adamu na kupitia udhaifu wa kibinadamu. Lakini kwa damu ya Yesu tunapata ushindi, tunamshinda shetani na tunapata haki. Jambo la pili, na kwa neno la ushuhuda wao. Ukiangalia kwenye muktadha wa fungu likiandikwa wakati ule, kulikuwa na changamoto kubwa sana ya mateso. Watu walikuwa wanatakiwa kushuhudia. Ukisikia ushuhuda wa neno lao, ndio maana ndugu zetu Waislamu wana neno ambalo mtu anapokufa akipigania dini wanamuita shahidi. Kwa hiyo wale asema kwa neno la ushuhuda wao ni watu ambao hawakukubali kumkana Yesu, waliendelea kutoa ushuhuda wa mambo makuu ambayo Yesu aliwafanyia, na kubwa kuliko yote ilikuwa ni wokovu. Kumbe tunapotoa ushuhuda tunamshinda pia shetani. Ndiyo, nami naendelea kukazia sana kwa kile ambacho Mungu amekutendea. Usisite kutangaza, sema Mungu amenitendea ABCD. Unayefuatilia kwa njia ya YouTube channel, unaweza ukakomenti ushuhuda wako, ukauandika hapa, watu wakausoma. Unapoandika ushuhuda wako, kile ambacho Mungu amekutendea ni silaha dhidi ya nguvu za giza ambazo zinakushambulia. Usiache kushuhudia. Tuna shuhuda nyingi tumezipokea, nyingi sana. Na fikiri kwenye kipindi kijacho pia tutapata wasaa wa kusoma baadhi ya shuhuda hizo. Zingine ni ndefu, tunazifupisha. Mungu anatenda maajabu. Unakumbuka kwenye somo lililopita tuliangalia habari ya wakati wa mvua inaponyesha katika maisha. Tukaona ya kwamba kila mmoja katika maisha yetu kuna wakati ambapo ni msimu wa mvua katika maisha. Ni msimu ambao unapitia changamoto mbalimbali. Ni msimu ambao mambo hayaendi kama ulivyokuwa umetarajia wewe mwenyewe. Lakini tukasema kwamba unaweza ukazikabili nyakati ngumu bila hofu, sio kwa sababu wewe ni imara kuliko wengine, ila ni kwa sababu wewe umemjua Yesu Kristo na nguvu yake, nguvu ya ufufuo, nguvu inayotenda miujiza, nguvu ambayo iligawanya bahari ya Shamu, nguvu ambayo iligawa mto Yordani, nguvu ambayo iliangusha mji wa Yeriko. Ndiyo nguvu iliyoko ndani yako ukiamini. Yesu anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Huyu ni Yesu anaongea hivi, pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Kwa Yesu anapokuwa ndani yako, unaweza kuzikabili siku ngumu bila hofu yoyote. Ndiyo, dunia leo inajaribu kuwatoa watu nje ya tumaini la Yesu Kristo. Na katika masomo yetu yote, wale ambao tunahubiri habari za kweli za Yesu Kristo, tunawarudisha watu katika mstari ya kwamba hatukujileta duniani wenyewe. Ndiyo, tuliumbwa na Mungu. Tuliumbwa na Mungu, na huyo Mungu aliumba wazazi wetu, na sisi tukaumbwa na Mungu katika matumbo ya wazazi wetu. Sio swala la biolojia tu, ni nguvu ya kiungu iliyotengeneza. Na kama tuliumbwa na Mungu,
ndiye ambaye ametuleta sisi hapa tunaishi, akatupulizia puani pumzi ya uhai, tukawa nafsi hai. Kwake yeye tunaishi, kwake yeye tunakuwepo, kwake yeye tunatembea, kwake yeye tunapata uzima wetu. Ikiwa yote tunapata haya kwa Mungu, hakuna astahilie kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyo. Hivyo basi, siku ngumu zinapokuja katika maisha yako, ujue aliyekuumba ana majibu yako. Ujue aliyekuumba alikutengenezea na mlango wa kutokea. Ujue aliyekuumba hajaona zile siku ngumu zikija kwa bahati mbaya. Alijua zingekuja, lakini alikuandalia mlango wa kutokea. Na hata hivyo, katika ugumu wa hizo siku, kuna jema liko ndani yake. Tuombe kabla ya kuangalia somo la leo linalosema njia za kusonga mbele wakati wa mvua za maisha. Tuombe. Ninakushukuru Mungu wetu mtakatifu, Baba muumba wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante maana wewe ulidhamiria ya kwamba sisi tuweze kuiona siku hii na kuisikia sauti yako. Najua kuna wengi ambao wanasikiliza kipindi hiki. Kuna ambao wanafuatilia kwa njia ya television. Kuna ambao wanafuatilia kwa njia ya redio. Kuna ambao wanafuatilia kwa njia ya mtandao. Leo yeyote anayesikiliza au kufuatilia kipindi hiki, akakutane na wewe, akapate ujasiri wa kusonga mbele, lakini ukatende miujiza kama ulivyotenda kwa yule mwanamke aliyegusa pindo la vazi lako, damu ikakoma. Na leo katika somo hili, wakati watoto wako wanasikiliza, mmoja akagusane na pindo la vazi lako, akapokee kufunguliwa kwake, na chemchemi ya matatizo yake ikakome kuanzia sasa, na kutukuza maana na kwenda kusema nasi kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Njia za kusonga mbele wakati wa mvua za maisha. Kumbuka tumesema kwamba katika nyakati za majaribu, uchungu, yapo maswali mengi sana ambayo yanaibuka, na usipojua namna ya kukabili mambo haya, unaweza ukajikuta umeingia katika msongo mkubwa sana. Usimcheke mtu ambaye amechanganyikiwa kwa sababu ya depression au msongo wa mawazo. Ni kwa sababu kuna namna ambavyo alikosa majibu. Usije ukamuona mtu ambaye amewaza mawazo mabaya kujidhuru, ukamuona ni dhaifu. Anahitaji msaada wako. Yaani wewe hapo ulipo, mshukuru Mungu, maana hayo mawazo yalipokujia uliweza kuyadhibiti. Mshukuru sana Mungu. Lakini usitumie neema ya Mungu aliyokupatia na ukashinda, ukaona wengine ni dhaifu kuliko wewe. Mungu amekupitisha hapo ili wakati mwingine mtu anapokuja kusimulia mambo yake, uweze kumsaidia, uweze kuwa bega la kuegemea kwa huyu mtu. Mungu atusaidie sana tuwe hivi katika maisha yetu yote. Binadamu tunategemeana. Azasikia. Katika nyakati za majaribu, uchungu na maswali, hatua ya kwanza ya kuelekea kupona inaanza na ukweli wa moyoni. Kukubali na kuwasilisha maumivu yako bila hofu. Hata tunapohisi kukata tamaa, tunaweza kutoa kilio chetu kwa Mungu kama alivyofanya Ayubu. Sikiliza vizuri hapa mpendo unanisikiliza. Tumeangalia hizi mvua kwenye kipindi kilichopita kwamba zipo kwenye maisha na lazima ziwepo. Na tumeona ya kwamba msimu wa mvua unapokuja, kuna namna tunajiandaa na msimu wa mvua. Watu wa Dar es Salaam wanajua kabisa kwamba wakati wa msimu wa mvua miavuli inapanda bei. Mtu yote ambaye ni mjanja, kwa ujanja mzuri, anatakiwa anunue mwavuli msimu ambao sio wa mvua, bei inakuwa chini. Mtu yote ambaye ni mjanja vizuri, anatakiwa anunue nguo za baridi wakati wa joto. Maana kama ukiziona zikiuzwa, bei itakuwa chini. Ukisubiri wakati wa msimu, bei inakuwa kubwa. Vivyo hivyo tunaposubiri matatizo yaje ndipo tuanze kuyakabili, tutayakabili kwa gharama kubwa sana. Lakini kama tukijiandaa kuyakabili matatizo kabla hayajatokea, kwa mfano wa semina kama hizi ambazo tunazitoa hapa, utakuwa unakabili yale matatizo kwa gharama ndogo na unatoka kama mshindi.
Sasa katika mbinu ambazo natakiwa ujue mapema kabla tatizo halijafika, mbinu ya kwanza, na leo tunaangalia njia za kusonga mbele. Mbinu ya kwanza ambayo ni ya muhimu kabisa, uelewe ya kwamba unatakiwa kukubali na kuwasilisha maumivu. Watu wengi wanakuwa katika msongo mkubwa sana wenye madhara, kwa kuwa katika tukio ambalo limempata anakuwa kwenye kipindi cha kukataa tukio. Wataalamu wa saikolojia wanaita denial period. Hii denial wakati mwingine unaweza ukadhani inakusaidia, lakini haikusaidii, inakuua zaidi. Ndio, kuna mtu unaweza ukamwambia kapime pressure, anakuambia staki. Anakuambia kwa nini? Sitaki kujipa msongo. Anadhani kudinai pressure ndio kunamsaidia ishi kwa amani. Kumbe wakati ule anapodinai, anapoikataa pressure, na wakati ipo, anaendelea kupata shida ya kutanuka kwa moyo. Kwa mpaka siku anakuja kuishughulikia, moyo umeshapanuka tayari. Anapambana na tatizo la pressure, anapambana na tatizo la kupanuka kwa moyo. Wakati kama angeli ikabili, akakubali kupima na akaambiwa ipo, akaanza kuikabili kwa njia sahihi. Hata ukipeleka hoja zako mbele za Mungu kumwambia akuponye pressure, unamwambia akuponye kitu ambacho unakijua. Utaona baadaye katika somo la siku hii ya leo. Kwa hiyo kukataa au kukwepa kukabili tatizo sio suluhisho, ni kama vile tabia. Mtu yeyote ambaye anaonywa, iwe ni katika watoto, vijana, kazini, kwa wanandoa, unakuta mwenza wako anakuambia, unajua wewe una changamoto ABCD, unatakiwa ifanyie kazi. Ukijikuta unakasirika na kujenga defense, unajenga njia ya kujitetea kweli kweli, hiyo ni dalili ya kwamba umefunga mlango wa kusaidiwa. Hata Roho Mtakatifu kama ana namna ya kukubadilisha tabia, ile nguvu ya kubadilisha tabia ambayo ni msaada wa Roho Mtakatifu haiwezi kuja. Hii nguvu inakuja kwa watu wale tu ambao wana ujasiri wa kukubali madhaifu walionayo ili wayakabili. Kuna kukubali madhaifu kuyamiliki, na kuna kukubali madhaifu kupambana nayo kwa njia sahihi. Ni vitu vile tofauti. Ndio, kuna mtu ambaye anaweza ukamwambia kwamba una shida ABCD. Wakati ule anapokataa, anaikataa kwako, alafu anakwenda kuikubali kwa siri, naye pia ana shida yake. Hii ni shida pia. Hapa naongea kwa watu wa karibu sana, naomba unisikilize vizuri. Mtu yeyote anayekupenda atahakikisha kwamba unatembea katika barabara nzuri. Ndivyo Mungu alivyo kwetu. Mungu kwa kutupenda kwake anahakikisha tunatembea katika barabara nzuri, na anapotuelekeza katika barabara nzuri, kuna wakati maelekezo ya Mungu hayafurahishi mwili, lakini ni sahihi kwa ustawi na faida yetu. Hapa Mungu haangalii furaha yako, ila anaangalia faida yako. Yeyote aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaimba wimbo, popote na Yesu naweza kwenda, kwa kuwa anajua kwamba Yesu anaponiongoza ni sahihi. Msikilize Ayubu anachosema hapa kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 10 fungu la 1 mpaka la 4. Anasema, nafsi yangu inachoka na maisha yangu, sitajizuia na kuua kwangu. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu, nitamwambia Mungu, usinihukumie makosa, nionyeshe sababu ya wewe kushindana nami. Je, ni vyema kwako wewe kuonea na kuidharau kazi ya mikono yako? Au je, waona kama aonavyo binadamu? Unapoangalia hili andiko jinsi lilivyo, utagundua kwamba Ayubu hakatai kwamba ameumia, ila anakubali kwamba ameumia na anamwambia Mungu jinsi anavyojisikia. Wale ndugu zangu ambao mmekuwa mkifuatilia sana masomo haya kupitia Hope Channel yetu na Mahubiri TV, nimekuwa nikisema hili neno kwamba mimi ninayeongea na wewe ni binadamu kama wewe. Usije ukanichukua tofauti na wewe jinsi ulivyo. Mimi ni mtoto wa Mungu kama wewe. Mimi na damu na nyama kama wewe. Na wakati mwingine nitakapohubiri kitu ambacho mimi siishi, hiyo itakuwa ni usanii na hakitakugusa, kwa sababu nitakuwa msanii mkubwa tu. Sasa iko hivi, mimi ninapoongea na Mungu kuhusu mambo yangu, ninaongea naye katika ukweli, simfichi Mungu hisia zangu. Kwa kama kuna mahali nimejisikia uchungu, namwambia Mungu nimejisikia uchungu. Kama kuna mahali nimechanganyikiwa, namwambia Mungu nimechanganyikiwa. Kama kuna mahali simuelewi, namwambia Mungu simuelewi. Kumbuka Mungu sio mtu.
Sisi ndio ambao kuna maneno tukiambiwa tunakasirika. Lakini kwa vile Mungu sio mtu, huwezi kumuudhi kwa maneno yako unapomwambia hisia zako. Mungu anajua kwanza wewe umeathiriwa na dhambi uliorithi kwa wazazi wako, kwa hata kujieleza kwako kuna kasoro. Lakini kinachofanya Mungu asiwe na shida na wewe ni kwa vile anakujua na wewe pia unamjua kwamba ni dadi. Ndio unatakiwa umweleze kama ilivyo. Sikia maneno ya Ayubu. Ukisikiliza maneno ya Ayubu unaweza kusema mbona Ayubu anamwambia Mungu hivyo? Lakini sikiliza maneno yake. Anasema nafsi yangu inachoka na maisha yangu. Ni mtu ambaye amechoka hata kuishi huyu, maana shida zimekuwa ni nyingi. Anasema sitajizuia na kuugua kwangu. Anakubali ya kwamba ameumia. Anasema nitanena kwa uchungu wa roho yangu, nitamwambia Mungu usinihukumie makosa. Unaona kitu hiyo? Nitamwambia Mungu usinihukumie makosa. Yaani kuna wakati unapojieleza kwa hisia zako kali mbele za Mungu, usianze kutembea kwenye hukumu tena. Baada ya hapo sasa, nimeongeaje na Mungu leo hapa? Mungu ananionaje? Unatoka kwenye hatia unaingia tena kwenye hatia. Sikia, Mungu ni Baba anayekuelewa kuliko. Na kuambia unayepitia uchungu, unayenisikiliza sasa, kubali ya kwamba umeumia. Kubali ya kwamba kuna mtu amekudisappoint. Kubali ya kwamba umeingia hasara. Kubali ya kwamba una maumivu ya ugonjwa ukiwa kitandani. Kubali kwanza. Kubali ya kwamba daktari alivyokuambia una saratani ulitishika. Kubali. Unapokubali hii ndipo unaanza kuchukua hatua sasa. Utachukua hatua, ndipo anamwambia Mungu maneno haya, usinihukumie makosa. Nionyeshe sababu ya wewe kushindana nami. Maana Ayubu alidhani ni Mungu anayeshindana naye. Mnakumbuka nilisema kwamba moja ya mbinu za shetani kwa wale ambao tulikuwa nao, nadhani ni ukifuatilia masomo ya kambi la nilifanya Dodoma katika mtaa wa Ntiuka, hayo makambi utaona nilinukuu kitabu cha Pambano Kuu. Pambano Kuu inasema kwamba shetani anageuza tabia zake, anataka zionekane kuwa ni Mungu ndiye anayefanya. Kwa hiyo watu wamedhani kwamba mtu anapoingia kwenye shida anasema Mungu ndiye anayenihukumu, Mungu ndiye ambaye ananitesa. Kumbe anayefanya hivyo ni shetani, lakini anakugeuzia kibao ili muone Mungu ndiye anayekusababishia hayo mambo. Sikia ndio kauli ya Ayubu hapa. Anasema nionyeshe sababu ya wewe kushindana nami. Sisi ambao tumeandikiwa kitabu cha Ayubu tumekisoma leo. Kumbuka tunasoma stori ya kwanza mpaka mwisho. Ayubu alikuwa anasoma stori hatua kwa hatua. Anapitia changamoto hatua kwa hatua. Alikuwa hajui mwisho wa ile stori kwamba anaelekea wapi. Sisi ndio tunaojua ya kwamba aliyeleta zile shida zote kwa Ayubu hakuwa Mungu. Alikuwa ni shetani. Lakini hata wewe unanitazama, kuna wakati unadhani Mungu anakuadhibu. Kuna wakati unamuuliza Mungu, mbona ninapoomba magonjwa haya hayaondoki? Mtu mmoja alinipigia simu, alikuwa anapambana na changamoto ya pepo wachafu kwa mke wake. Ameomba sana, kila akiomba kuna siku anatoa kabisa assurance ya kwamba mke wangu na kuhakikishia, rudi nyumbani, hii hali haitatokea tena. Anaporudi anakuta imetokea tena. Anasema leo Mungu ameniangusha. Mungu amendisappoint. Kibinadamu unaweza kusema Mungu hawezi kudisappoint, lakini anaeleza hisia zake. Ni hisia za ukweli, kwa sababu sio kwamba Mungu ameshindwa kutoa wale pepo, ila yeye kuna namna ambavyo anatumia njia ambayo sio. Lakini katika hizo njia zote Mungu anamfundisha. Akisimama kwa imani, kuna siku atakuwa huru kabisa, na ndipo kuna siku naye atasimulia, atasema nyuma, wakati nilikuwa sijakomaa kiroho nilikuwa nasemaga maneno kama haya. Mungu atusaidie sana. Sikia, Ayubu anasema nionyeshe sababu ya wewe kushindana nami. Alafu anasema, je, ni vema kwako wewe kuonea na kuidharau kazi ya mikono yako? Au je, waona kama aonavyo binadamu? Unaona anachokimalizia hapa sasa. Huku mwanzoni, kumbuka ameshamwomba Mungu, asema nitamwambia Mungu usinihukumie makosa. Nikana kwamba anasema nakwenda kuongea vitu ambavyo Mungu ukinihesabia makosa sitoboi hapa. Lakini ache niongee tu Mungu. Alafu navyoongea hivyo nisamehe. Hayo ndio maneno ya Ayubu hayo. Ndipo anaanza kusema Mungu naonea. Unajua ukishaanza kuwaza hivi unaweza kusema Ayubu mbona kama amekosea. Mwingine ambaye alishawahi kuwa mkweli mbele za Mungu ni Yeremia. Yeremia aliambiwa na Mungu, nimekuchagua tangu ukiwa tumboni mwa mama yako. Nilikutenga tangu ukiwa tumboni. Hata kabla Yeremia hajatajwa, Mungu alishajua anazaliwa Yeremia na alimtenga kwa ajili ya kazi maalum. Na Mungu akamwambia Yeremia, niko pamoja na wewe, usiogope. Katika kutoa unabii kwake Yeremia, alipotoa unabii akajikuta matokeo ya unabii wake inamgharimu kupambana na mfalme wa wakati ule ambaye alikataa kuonywa. Kwa kuwa Yeremia alisimama akiwa anamuonya mfalme wakati ule.
Unajua, unaposoma nabii usije ukakariri, na hata siku hizi naona watu wanaongeaga hayo mambo saa nyingine bila kuyaelewa vizuri. Usimlazimishe mtu kuwa nabii wa unabii ambao hakutumwa kuwa. Yeremia alikuwa ni nabii wa maonyo, ndio kazi yake tu. Ndio kuna mpaka baadhi ya manabii kwenye Biblia ndio wanaitwa prophet of doom. Kazi yao ni kutabiri laana tu na kutoa maelekezo, msipofanya hivi itatokea hivi, msipofanya hivi itatokea hivi. Lakini ukija kwa Isaya anakuja na staili nyingine, anasema wafarijini watu wangu. Na huku nyuma kuna mengine ambao alishaongea, mpaka wana theolojia wengine wanaamini kitabu cha Isaya kiliandikwa huenda na Isaya wawili au watatu, wakasema haiwezekani akawa ni mtu mmoja. Kwa Yeremia katika wito wake wa kinabii, alipoambiwa na Mungu kwamba nitakuwa na wewe, alijua kwamba mambo yatakuwa ni hivi tu. Siku moja akajikuta anapambana na mfalme. Yeremia akajikuta sasa amekamatwa, amefungwa na ametumbukizwa katika shimo la maji la kisima ambacho kina matope. Akiwa yuko kule ndani akaomba ombi gumu, kama vile ona nitazama na kuambia hivi, usiogope kumwambia Mungu hisia zako, usiogope. Yeremia akamwambia Mungu, umenihadaa. Ukisoma Kiswahili kinasema Mungu umenihadaa, lakini Kiingereza kimeweka vizuri, God you have tricked me. Trick. Can God trick a person? Mungu anaweza kumtriki mtu? Anamwambia Mungu umenihadaa. Kwa lugha nyingine, ulipokuwa unaniita nikutumikie, uliniambia utakuwa na mimi, ukanionyesha jinsi ambavyo utanipigania. Nimefanya ulichonituma. Kumbe kulikuwa na mtego wa kuingizwa kwenye shimo. Ungeniambia nisingefanya hii kazi. Lakini baada ya pale Mungu akamtoa Yeremia. Unajua kuna kitu Yeremia alikisahau hapa. Alisahau nini? Yeremia alisahau ya kwamba bado Mungu yuko na yeye, kwa sababu Mungu alisubiri au Mungu aliacha kisima mpaka kikauke maji, ndipo Yeremia akawekwa pale. Kile kisima kingekuwa na maji ingekuwaje? Yako mengi ambayo tumemlaumu Mungu, lakini tungelijua kwamba Mungu alisubiri mpaka mazingira yawe sahihi, ndipo akatuachilia tukaenda hapo. Mungu atusaidie sana. Kuna mtu unanisikiliza na kunitazama vizuri, nataka nikwambie, kuna mambo ambayo unaona kama vile Mungu hatendi kwa wakati. Lakini kumbuka story ya Waisraeli na Washami wa Ashuru. Wakati Israeli wamefungiwa ndani kwenye mji, hawaingii wala hawatoki, njaa ikawapiga. Unajua hizi habari za kutumia njaa kama silaha ya kivita hazikuanza leo. Hata wenyewe Waisraeli walifanyiwa hivyo zamani. Wakafungiwa ndani, hakuna kutoka wala kuingia. Majeshi ya Washami yamezingira nje. Mnakumbuka story ya wale wakoma, ambao kuna wimbo umevuma sasa kuhusu habari ya wakoma. Wale wakoma walisema tukiingia ndani tutakufa kwa njaa, tukienda kwa Washami pia tunaweza kuuawa kwa sababu sisi ni Waisraeli, lakini pia tunaweza tukapona, tukapewa chakula. Maana huenda wakatuchukulia kama spai wao, wakatuuliza maswali na tukapata chakula. Kwa ni bora tuende kwa Washami. Hizi siku zote hawana wazo la kwenda kwa Washami, lakini siku walipokuwa na wazo la kwenda kwa Washami, ndivyo siku ambayo Mungu aliweka kelele na kishindo kikubwa kikasikika. Washami wakajua ya kwamba ni jeshi kubwa linakuja, Israeli amekodisha majeshi, ikabidi wakimbie. Wale wakoma wakapata chakula wakala. Sikiliza nikwambie, kuna cheo hutapanda sasa. Sio kwamba hutapanda, ila hutapanda sasa. Maana Mungu anahitaji akikupandisha, Washami wameondoka. Ukienda Washami wakiwepo, hutatumikia wito Mungu aliokuita kufanya. Kuna mtu ananitazama hapa, unasema mchungaji, huenda una changamoto ya kutafuta mwenzi wa maisha. Wanakuja, wanaondoka, wanakuahidi lakini wanaishia kuoa watu wengine. Wewe ni mdada, nataka nikuambie habari njema. Sikiliza kwa makini. Endelea kumwomba Mungu ili akupe hekima ya kumtambua yule sahihi, kwa sababu kwa wakati huu huenda kuna Washami wanatakiwa waondoke kwanza, ndipo uingie kwenye ndoa. Hata hivyo, kama kuna kitu muhimu zaidi katika masuala ya ndoa ni hili: sio kwamba unaolewa lini au unaoa lini, hilo sio la msingi, ila unaolewa na nani na unamuoa nani. Hilo ndio la msingi zaidi kuliko yote. Wewe unayepitia changamoto yoyote, elewa hili katika maisha yako. Mwambie Mungu hisia zako,
lakini ruhusu Mungu aweze kukuingiza katika shule yake kwa ajili ya mema yaliyoko mbele yako. Sikia, Ayubu anatuonyesha kwamba kuugua kwa kweli na kutoa maswali magumu ni halali. Nguvu haipatikani kwa kuficha maumivu, bali kuyakubali na kuyaleta mbele za Mungu. Acha kukataa maumivu, yakubali, ndipo yapeleke mbele za Mungu. Kuna mtu unanitazama, huenda umejisikia hata kuhema hivi, kumbe ndivyo inavyotakiwa. Ndio, ndivyo inavyotakiwa. Kubali kwamba yapo, usiyakatae, alafu yapeleke mbele za Mungu. Sikia sasa, nguvu ya kuzitambua na kuhalalisha hisia zako. Hii kanuni ina nguvu zipi, au inakusaidia namna gani? Wewe ambao unasoma kwenye slide yako kwenye television, hebu soma maneno haya, tuende vizuri pamoja. Ufunguo muhimu wa kuvunja mtego wa kukwama katika akili ni kuacha mapambano dhidi ya hisia zako. Hisia kama huzuni, hasira au woga si maadui zako. Ni alama za barabarani zinazokuongoza kwenye uponyaji ukiweza kuzitumia vizuri. Umesikia vizuri hii? Hii ikae kwenye akili yako. Hisia kama huzuni, hasira au woga usizichukulie kama maadui. Hapana, ni alama za barabarani zinazokuongoza kwenye uponyaji ukiweza kuzitumia vizuri. Maana yake ni nini? Usipoweza kuzitumia vizuri, zinageuka kuwa adui. Ndio. Ukiweza kuzitumia vizuri, zinakuwa ni alama nzuri sana kukusaidia. Ni kama umeme. Umeme huu tukiufunga kama sehemu ya usalama katika nyumba zetu, pale juu pale kwenye security fence, ni kitu ambacho ukigusa kinakupiga shot. Lakini umeme huo tunautumia ndani kuwasha taa, tunautumia kupikia chakula, tunautumia kuchaji simu. Ukiushika waya ambao umechubuka, unakupiga shot. Vivyo hivyo hisia ya hasira, woga au wakati mwingine huzuni, ukijua kuzitumia vizuri, zinakuwa kama alama ya barabarani kukuongoza. Sasa hebu tuangalie kitu kifuatacho hapa. Fuatilia vizuri hapa. Kazi kuu ya hisia hizi. Huzuni inamaanisha upendo wa kitu ulichopoteza ulikuwa mkuu. Wasiwasi unakuonya juu ya mazingira yanayoweza kukudhuru. Kushikilia hisia hizo ndani ni kama kujaribu kufunga mvuke ndani ya chombo kidogo. Mwishowe hicho chombo kitapasuka. Kwa hiyo elewa namna kutafsiri hizi hisia. Kuna baadhi yenu mnajua hii hali inakupata wakati mwingine, japo mara zote haina maana hii na kwenda kuisema. Elewa tu, mara nyingi inakuwa na maana hii. Unaweza ukajikuta siku nzima una huzuni au hatia au woga usio na sababu. Ukijaribu kuchunguza, yani kama vile ile hatia ya dhambi. Kwa mfano, ukiwa umetenda dhambi, kuna hali unaisikia moyoni. Kuna wakati unasikia hali kama hii katika maisha yako, au siku nzima unaisikia hali kama hii. Inapojitokeza ukiipuuza, baada ya siku 2-3 unashangaa kuna tukio linatokea. Unasema kumbe ndio maana juzi nilikuwa najisikia hivi. Kumbe hii hisia ilivyokuja, ilikuja ikikupa taarifa ya kwamba kuna kitu fulani kiko mbele. Ulitakiwa hii taarifa uitumie kwa kufanya kitu sahihi, yaani kuomba, ili Mungu aweze kuondoa kile kinachokuja, iwe ni kwako, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwa watu wa karibu, iwe ni kwenye kampuni. Unafanya hivyo, unatakiwa uombe. Na katika maombi, utakapoomba kuombea jambo hilo, usiombe kwa wasiwasi, omba kwa ushindi, ukiwa umesimama kwenye ushindi. Sio ile mambo unaomba, sijui ni kitu gani kinakuja kutokea huko mbele. Mungu wangu naomba unitetee. Mungu naomba unisaidie. Unaomba kwa wasiwasi. Omba kwa ujasiri ukiamini nguvu ya Yesu Kristo. Maana yake ni kwamba nimejisikia hisia mbaya leo, unakiri. Nimesikia huzuni leo, unakubali kwamba hiyo hali ipo. Mimi sijui kitu gani kinakuja mbele, sielewi ni jambo gani ambalo liko mbele. Pamoja na hayo yote, Mungu ni mwaminifu, maana amenijulisha mapema. Na kwa nguvu ya Mungu ibadilishayo mambo, lolote baya lililoko mbele ligeuke kwa jina la Yesu Kristo, amen. Unaomba kwa ushindi na furaha, unabadilisha lile jambo kabisa. Umejua kutumia hisia kwa usahihi.
Twende zaidi. Kubali unachokihisi, kisha omba. Jipe ruhusa ya kusema, ninahisi kukata tamaa sana leo, na huo ndio ukweli kwa sasa. Baada ya kukubali, ndipo unaweza kuachilia. Huwezi kuachilia kitu ambacho huna. Kwa unapokataa kwamba hizi hisia hazipo, unaachilia nini sasa? Lakini unapozikubali ya kwamba zipo, ndipo unaweza kuziachilia. Zaburi ya 52 fungu la 22 anasema, umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza. Hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Huwezi kumtwika Bwana mzigo ambao haupo. Wewe umeukataa. Najua kuna watu wengi sana wanakubali hii theory nyingine ya kukataa, lakini kukataa kuna madhara yake, na ndio leo nimeamua kusema hili ili muweze kuelewa namna ya kumkabidhi Mungu mizigo yetu. Kwa sio kukataa, ni kukubali ya kwamba mzigo upo na kuachilia kwa Bwana. Ndio. Kila ukikubali mzigo huo, yaani hisia ngumu, unakuwa tayari kumtwika yeye ambaye ana uwezo wa kukutegemeza. Huwezi kumtwika mzigo ambao unajaribu kuuficha au kuukanusha kabisa. Sasa kuna zoezi muhimu au mazoezi muhimu ambayo natamani uweze kuyatazama siku ya leo katika yote ambayo unayopitia. Kuna baadhi yenu ambao mnanisikiliza kwa kukataa hii ambayo tunaita denial period. Kukataa kwamba tatizo lipo, umejikuta unaingia kwenye msongo mkubwa wa hatari kweli kweli kabisa. Lakini ukikubali ya kwamba tatizo lipo, ndipo unajua namna ya kulihamisha sehemu ya kulipeleka. Wewe ndani kwako kuna sisimizi. Unakataa kwamba sisimizi hawapo. Hapana, sisimizi wapo, ila nawakabidhi kwa Bwana. Ndio, unawakabidhi kwa Bwana. Natumia sisimizi kama mfano wa mawazo machafu akilini, ants, automatic negative thoughts. Zinakuja akilini automatic. Kubali ya kwamba kuna mawazo machafu yameingia, na unapokubali kwamba yapo, ndipo unayakabidhi kwa Bwana kwa kuingiza mawazo mazuri, kwa kudai ahadi za Mungu, kwa kuzijua ahadi za Mungu na kuzikariri. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini kabla hilo andiko, lazima ujue hapo juu. Pastor Semba aliweka vizuri sana kwenye vindi ambavyo vimepita, kwamba ili andiko huku juu kuna mambo yako hapo, ndipo uje na yaweza. Yaani katika hayo yote ambayo nitayapitia, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo haya yote lazima ukubali kwamba yapo. Unapokubali yapo, ndipo unamkabidhi. Utasemaje kwamba Mungu amekuponya HIV wakati hukupima na ukaona ipo, ukaileta mbele za Bwana na Bwana akaiondoa? Utasimamaje na ushuhuda wa kitu ambacho hakikuwepo na hukuona kwamba kilikuwepo? Bartolomayo alisema, nisaidie macho yapate kuona. Maana yake anakubali kwamba yeye ni kipofu kwanza. Mungu atusaidie sana. Unapoenda mbele za Mungu, ungama. Kuungama maana yake ni kukiri. Kutubu maana yake ni kugeuka. Vitu viwili muhimu sana. Huwezi kugeuka kwa kitu ambacho hujakiona. Kwa lazima ukione kwanza. Lazima ukione kwanza. Na niwaambieni ndugu zangu, katika kizazi hiki ni watu wachache sana ambao wana ukosoaji wenye kujenga. Walio wengi wana ukosoaji wenye kuharibu. Kuna aina kadhaa za ukosoaji. Kuna constructive criticism na destructive criticism. Yaani kuna ukosoaji wa kujenga na kuna ukosoaji wa kubomoa au wa kuharibu. Utamjuaje mtu ambaye anakukosoa ili akujenge? Mtu anayekukosoa ili akujenge atakuita private, atakuita pembeni, atakwambia fulani, una kashida kako hapa, rekebisha. Mtu ambaye anakukosoa kuharibu ananyosha mkono hadharani, anakwambia hivi kote huko ulikotoka hujaona masizi kwenye uso. Kwa anawafanya hata watu ambao hawakuona masizi wanayaona. Wewe ambaye unakuta kuna bosi wako pale kazini, anakuita ndani, mko wawili tu, anakwambia sikiliza,
kuna hapa na hapa na hapa hujafanya vizuri, nenda ukarekebishe. Mpende huyo bosi. Hiyo ni constructive criticism. Lakini bosi anayekushambulia mbele kwenye kikao, mko hapa na kuponda kwenye kikao kweli kweli, mjinga kabisa huyu, hamna chochote, hiyo sio constructive, ni destructive, ni ya kuharibu. Sasa mchungaji, huyu naye tudili naye vipi? Dili naye kwa kuona roho ya shetani iliyoko ndani yake, usimuone yeye. Maana ukimuona yeye utajenga uadui na yeye, ndio kuwekeana sumu, kuharibiana, na wewe unakuwa kama yeye. Usipoangalia, na wewe unakuwa distractor, unakuwa mharibifu. Lakini wewe mtoto wa Mungu unayemjua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeshampokea tayari, hatuendi hivyo. Tunasema nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu. Hatumuoni mtu, tunamwona shetani aliyoko ndani yake. Tunamkemea shetani aliyoko ndani yake. Mungu atusaidie sana. Sasa kuna mazoezi kadhaa ambayo natamani uweze kuyapitia katika maisha yako. Zoezi la kwanza tunaita ni mazoezi ya kujihurumia kwa usahihi. Mazoezi ya kujihurumia kwa usahihi. Kuna kujihurumia kusipo sahihi na kuna kujihurumia kwa usahihi. Sasa sikiliza. Kujihurumia ni zaidi ya kujisikia. Ni huruma inayoelekezwa kwako mwenyewe. Inamaanisha kujitibu kwa upole wakati wa makosa au maumivu, badala ya kujilaumu na kujihukumu. Hii kitu izingatie vizuri sana. Hapa naongea na wachungaji, naongea na wainjilisti, naongea na madaktari, ninaongea na walimu. Kuna saa unaweza ukajitoa kwenye huduma ya watu wengine mpaka ukajikuta kwamba umeshindwa kujihurumia we mwenyewe. Na wakati mwingine unaweza ukajikuta katika huduma yako hiyo kuna makosa umefanya. Kule hospitalini, we ni muuguzi, ni nesi, we ni mwalimu, unajikuta kwamba unaumia kiasi kwamba unashindwa kujihurumia we mwenyewe. Kujihurumia ambako naongelea hapa ni kujihurumia ili kujitibu we mwenyewe. Yaani kuna wakati usisubirie kuhurumiwa na watu. Jihurumie we mwenyewe ili uchukue hatua. Unapojihurumia ni pale ambapo umejua kwamba kuna jambo, na unapojua kwamba kuna jambo ambalo umetenda haliko sawa, umejiumiza au umeumiza mtu, umejiletea madhara, unachukua hatua sahihi. Ya kwanza kabisa sio kujilaumu, maana wengi wanaishia kwenye kujilaumu. Mbona nimefanya hivi? Mimi sijui ni mzembe. Hapana, usijilaumu. Yaani jihurumie kwamba na wewe pia ni binadamu, unakosea. Unapojihurumia ndipo utaanza kuchukua hatua sahihi. Wakati mwingine ulitakiwa kupumzika. Unajua kuna sana angalia, kwa natoa tu mfano. Ninaangalia madaktari wetu kwa mfano. Sijajua kwa nchi za wenzetu kama kule Kenya, kama kule Uganda, kama kule Rwanda, Burundi, Kongo, sijajua. Nadhani Kongo kidogo, nina picha kidogo ya kule Kongo. Changamoto ni kubwa pia kwa upande wa madaktari. Lakini ongelee Tanzania. Hawa madaktari wetu mabingwa hawa, specialist. Na wengine wananitazama na kunisikiliza vizuri. Wanafanya kazi mpaka unahurumia, ambapo tusipoangalia tunamtaka huyu daktari aendelee kusaidia watu wetu, lakini pia tukimtumia na kumkamua mpaka mwisho tunaweza kumpoteza kabla ya wakati. Kwa hiyo inafikia kiwango inabidi daktari ujihurumie we mwenyewe, uamue kupumzika kabisa ili uweze kupata nguvu ya kuweza kuhudumia. Kwa sababu wakati mwingine unapojifosi kufanya kazi kupitiliza, unaweza ukajikuta badala ya kusaidia mtu unamharibu. Hivi naongea kwa wachungaji, ni hivyo hivyo. Hata mimi naongea na wewe, kuna saa inabidi na mimi najihurumia mimi mwenyewe. Kwa sababu dimandi ni kubwa kuliko uwezo. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimechoka sana, watu wakawa ni wengi, mtu mmoja akasema, sasa yeye anatuombea tunapokea muujiza, na yeye pia si aombe tu Mungu aweze kumpa nguvu za ziada. Anasahau Yesu huyu ndiye aliwaambia wanafunzi wake, njoni hapa mpumzike. Yani wako na Yesu, alafu Yesu pia anataka wapumzike. Hakuna muujiza kwenye hoja ya kupumzika. Ni kuchukua hatua. Mungu atusaidie sana. Sasa sikiliza, jambo la kwanza nimesema jihurumie wewe mwenyewe kwa usahihi, yani chukua hatua. Kama unahitaji kupumzika, pumzika. Kama unahitaji kukaa sehemu yenye utulivu, kaa sehemu yenye utulivu. Kama hutaki kelele, jihurumie, kaa mbali na makelele. Kama inakubidi kuna vitu viache ili uweze kuponya mwili wako na akili yako, viache, jihurumie. Acha kunywa pombe, ni kujihurumia huko. Kuna saa digital hizi weka pembeni kabisa, simu weka pembeni, jihurumie na wewe kidogo.
Kujihurumia sio kusikia hisia, ila ni kuchukua hatua sahihi kwa ajili ya uponyaji wako wewe mwenyewe. Ndio, badilisha sauti ya hukumu. Hii ni hatua muhimu sana. Nimesema badilisha sauti ya hukumu. Maana yake ni nini? Fikiri unavyomfariji mtoto au rafiki aliyeumia. Hukimbii kumwambia fanya haraka kusahau yaliyokukuta. Hapana. Badala yake unamwambia pole, ni sawa kuumia, nipo hapa kwa ajili yako. Hiyo ndiyo lugha unayopaswa kujizungumzia. Jipe ruhusa ya kukubali kuwa umeumia, na jambo hilo sio la aibu, bali ni sehemu ya maisha yako ya duniani. Kwa hiyo kuna saa jisemeshe wewe mwenyewe. Nadhani kwenye somo lililopita, kwa wale ambao mmefuatilia, nikawa naongelea habari ya jinsi ambavyo unaweza ukatulia na ukamsikiliza Mungu. Na kama sio somo lililopita, basi itakuwa nimechanganya mafaili, kwa sababu kile kitabu cha namna kusikia sauti ya Mungu sasa hivi nina kihariri. Yaani kile cha kwanza mlicho nacho ninaandaa toleo lingine, itakuwa ni toleo jipya. Hili toleo jipya nimeongeza material mengi sana kuliko wale ambao unayo sasa hivi. Sasa katika mazungumzo na Mungu kuna namna hii. Kwa mara ya kwanza mtu anapohitaji kumsikia Mungu anapoongea katika maombi, kwa mfano, nataka niwaanishe na hiki ambacho nimekisema hapa. Mtu anakuambia nimeingia kwenye maombi ndani, nimeongea na Mungu wangu. Mchungaji umetufundisha kwamba tunapoomba kuna saa tuache tutulie ili tuweze kumsikiliza Mungu, maana mazungumzo sio one way traffic, ni two ways. Lazima uongee na umsikie Mungu anapoongea na wewe pia. Sasa sikiliza hapa. Mmoja kaniuliza, nasema mimi ninaanza katika hili zoezi, lakini kila siku ninapoingia kuongea na Mungu, ninapoomba, nikiondoka hapo sijamsikia Mungu akiongea na mimi. Natulia kabisa, lakini sisikii chochote. Nifanyeje? Sikiliza jibu lake. Unapoingia kwenye maombi chumbani kwako ukaomba, haina maana ya kwamba Mungu hajakusemesha, ila kelele ni nyingi kwenye ubongo wako kiasi kwamba hujamsikia Mungu akiongea. Ili kuzinyamazisha hizi kelele, ili siku nyingine kwenye maombi msikie Mungu akikusemesha, inakubidi uanze kufanya mazoezi. Mnakumbuka Samueli alipomsikia Mungu kwa mara ya kwanza, akaenda kwa Eli. Eli akamwambia, jibu hivi, sema Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Akamuingiza kwenye mazoezi ya namna ya kumjibu Mungu ili aendelee kuongea. Hutamuona Samueli akirudi tena kwa Eli baada ya hapo, maana alipata experience. Vivyo hivyo kwa mtu yoyote ambaye unaingia kwenye maombi na unahitaji Mungu aweze kusikia, yani kusema na wewe, unatakiwa ujue namna ya kumsikia Mungu. Fanya mazoezi yafuatayo. Moja, nimesema zitambue ahadi za Mungu. Unapozitambua ahadi za Mungu, wakati mwingine baada ya kuomba, jisemeshe kama vile Mungu anavyoongea na wewe. Unaona hapa tumetoa mfano wa wewe unapomfariji rafiki yako. Ndivyo unatakiwa utumie yale maneno kujifariji wewe. Ingekuwa ni mimi, kuna kitu kimeniumiza, ninajiambia, David Mbaga, usihofu, usiwe na hofu. Ni kweli umeumia, una haki ya kuumia. Mungu hajakuacha. Unasikia hiyo? Hii ilipaswa itoke kwa mtu mwingine, lakini sasa inatoka kwangu. Njia nyingine nimesema, usisubirie watu wakuambie kwa umebarikiwa. Nenda kwenye kioo chako pale chumbani au bafuni kwako, jitazame kwenye kioo, jiambie, yule utakayemuona pale mwambie, wewe umebarikiwa. Vivyo hivyo katika kumsikia Mungu, wakati mwingine chukua Biblia, fungua ahadi za Mungu, soma. Mwanangu, sitakuacha. Yale maneno kusema mwanangu, anayesoma ni wewe, lakini anayekusemesha ni Mungu. Anza kusema sauti ya kimungu ndani yako mpaka utakapoweza kumsikia Mungu akiongea na wewe. Sikia. Jifunze tabia ya Mungu. Hili ni zoezi. Kumbuka tunaangalia zoezi la kujihurumia. La kwanza tumesema badilisha sauti ya hukumu. La pili tumesema jifunze tabia ya Mungu. Mungu hatembei na makosa yetu tuliotubu jana na juzi. La hasha. Hatutakiwi kubeba makosa ya jana, uchungu wa juzi. Unatakiwa mambo yako yote, kama ulishamuomba msamaha Mungu, yaishe.
Usiyabebe tena, yaache, achana nayo. Ulikosa jana, ulikosa juzi, yamepita. Leo ni siku mpya. Kitabu cha Yeremia, Maombolezo samahani, sura ya 3 fungu la 22 na la 23, anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Kwa kuwa Mungu hukupa karatasi safi kila asubuhi, wewe pia jipe mwenyewe upya, na usijiruhusu kuishi chini ya kivuli cha hukumu za zamani. Anza na huruma leo. Sasa kabla tujafunga kipindi cha leo, natamani niongelee kanuni moja ya muhimu sana kabla ya kufika mwisho. Nguvu ya kuunganisha na badala ya kufuta lakini. Hii na ni kaneno kalikofungwa, lakini ni kaneno kalikofungwa pia. Nguvu ya kuunganisha na badala ya kufuta lakini. Kwa hiyo nguvu ya na badala ya lakini. Nafikiri hapo umenielewa sasa. Kuna kitu kiko hapo juu tunakiita ni linguistic shift to wholeness. Hii kitu ni muhimu sana wakati wa kukabili siku ngumu katika maisha yako. Hebu sikia hii sentensi tuzisome pamoja. Hii ni mbinu ya kiakili na ya lugha inayotoa ruhusa kamili ya kihisia. Wakati tunapitia ugumu, mfano wasiwasi, mara nyingi tunajaribu kupunguza ugumu huo kwa kuweka kando dhidi ya kitu chanya, au kwa kuweka kitu chanya, mfano shukurani, kwa kutumia neno lakini. Tatizo la lakini, neno lakini linafanya kazi ya kufuta au kupunguza ukweli wa kwanza. Linaposemwa nina huzuni lakini bado nina chakula, unaweza ukadhani ni kitu kizuri, lakini kuna athari yake kisaikolojia kwa hilo neno lakini. Inamaanisha kimya kimya kwamba hupaswi kuhisi huzuni na kwa sababu una bahati au una chakula. Hii inasababisha mgogoro wa ndani na hukumu binafsi. Bado ngoja niende zaidi ya hapo kidogo. Tunapotumia neno lakini, tunafikiri kwamba linatusaidia. Nina homa lakini nina Panado. Unaweza ukaona kama vile hilo neno ni zuri, lakini kiuhalisia hilo neno linakuathiri pia katika akili yako wewe bila kujua. Wale ambao mnajua vizuri ya mambo ya tuna conscious na subconscious, kuna mgogoro wa akili wa ndani ambao unaweza ukapambana nao bila kujua kwamba unapambana. Kwa mfano, kuna viashiria vichache ambavyo mtu anayejua saikolojia akikuona unavyo, anajua unapambana na tabia za utotoni. Kwa hiyo leo tunaziona zikiwa ni tabia fulani mbaya ambazo zinatukera katika utu uzima. Lakini mtu anayejua anasema huyu katika malezi yake kuna ABCD ambacho amekipitia, ndicho sasa hivi kimejitokeza leo katika sura hii. Vivyo hivyo unapotumia neno lakini katika matatizo, unaweza ukaona kama vile imekusaidia kujenga kitu chanya, lakini kwenye akili yako ya ndani subconscious inatengeneza mgogoro ambao unaweza usiujue, lakini unakuongezea msongo bila wewe kujua. Suluhisho ni kuondoa neno lakini kwa kuweka neno na. Maana yake nini yene hapa mchungaji? Unapobadili neno lakini kwa kuliweka neno na, unakubali kwamba hali zote mbili zipo na ni halali. Hii itakuletea utulivu wa akili. Ninaumwa lakini nina pesa za kwenda hospitali. Unaweza ukadhani neno lakini ni sahihi, lakini hili neno lakini linakuongezea kamsongo kengine tena bila kujua. Nataka nikupe mfano sasa ili tuende vizuri. Naamini kwamba nikitoa hii mifano utanielewa. Hebu nikuonyeshe mfano wa sentensi hii. Mfano hasi. Sentensi: ninakabiliwa na ugumu wa kifedha, lakini sitaki kumsumbua Mungu na mambo haya madogo. Unaona kama hiyo sentensi, unaona kama ni nzuri, lakini ni mbaya. Inatakiwa iwe hivi ili isikusumbue kwenye akili yako. Akili yako ipokee kwa amani kabisa. Inatakiwa iwe hivi: ninakabiliwa na ugumu wa kifedha na ninaamini Mungu yuko nami katika hali hii.
Sasa nikwambie, wewe unanisikiliza, nisikilize vizuri sentence, alafu sikiliza reaction kwenye ubongo wako. Tuko sawa? Narudia tena, sikiliza hii sentence ninavyoisoma, ifanye kuwa yako. Sikiliza ubongo wako. Nitasoma sentence mbili, ya kwanza nitasoma na ya pili. Utasikia ubongo wako kwa ndani utakavyokuwa tofauti katika sentence hizi mbili. Sikia hii sentence ya kwanza. Ninakabiliwa na ugumu wa kifedha, lakini sitaki kumsumbua Mungu na mambo haya madogo. Sikiliza ubongo. Sikia sentence ya pili, alafu sikiliza ubongo wako. Ninakabiliwa na ugumu wa kifedha na ninaamini Mungu yuko nami katika hali hii. Sikiliza ubongo wako. Sentensi ya pili nilivyoisoma, kuna kaamani kamekuja shwa. Sentensi ya kwanza nilipoisoma, kuna kamsongo kalikuja chap. Ila ni mpaka utulie kidogo kwenye akili, ndipo unaweza ukakanotice. Wale mnaofuatilia kwenye YouTube, comment hapo chini tuone jinsi ambavyo umejisikia. Ulijisikiaje wakati nikisoma hii sentensi mbili? Comment hapo, comment. Na kuja sentensi ya pili, sikilize vizuri. Nina msongo mkali wa mawazo, lakini bado ninapaswa kufanya kazi vizuri. Sikia kwenye ubongo wako nilivyosoma hii sentensi. Sikia naposoma sentensi ya pili. Nina msongo mkali wa mawazo na bado nitafanya kazi yangu kwa kiasi nilicho nacho. Na sikiliza kwenye akili yako. Wanasaikolojia walifanya utafiti, wanasayansi wa psychology wakafanya utafiti, wakamchukua mtu akiongea sentensi hizi mbili, wakamwekea mashine za kuangalia reaction ya ubongo upande wa positive na negative. Waligundua kwamba kila sentensi ilipotamkwa ilileta matokeo tofauti katika ubongo wa mtu. Ndivyo inavyokuwa. Tuangalie kidogo matokeo ya kisaikolojia. Matokeo ya kisaikolojia katika sentensi hizi. Kutumia na kunakupa ruhusa kamili ya kihisia kuhisi maumivu huku ukishikilia shukrani au matumaini. Unakubali uhalisia wote, changamoto pamoja na baraka zake. Hii huzuia kupoteza nguvu katika mapambano ya ndani. Kuna mtu anapambana ndani mpaka nguvu zinaisha, maana ameshindwa namna ya kukubali ile jambo. Ni kama vile msiba ukitokea. Kwa kawaida kuna kitu ambacho tunakifanya sasa hivi, tunakifanya kama ibada fulani ambayo sio sahihi mbele za Mungu. Ile habari ya kuona mwili wa marehemu haina maana ya kuaga. Na hata kwenye ratiba tunaandika kuaga. Unamuaga nani? Hakuna kuaga. Ila maana yake ni kuiambia akili ikubali kwamba yule mtu hayupo tena. Ndio kazi yake. Watu waende pale waone, waridhike. Hujasikia hizi kauli mtu anakuambia kwamba light ningemuona kabisa nijua amekufa nikazika. Ni kwa sababu kuna denial. Ni hali ya kukataa. Lakini hii ya kuunganisha na kuto kutumia lakini ina matokeo pia katika masuala ya kiimani. Sikia hii. Matokeo ya kiimani, kuunganisha maombi na shukrani. Na ninasoma ambao lilipita niliongelea hayo mambo sana. Kitendo hiki cha kuunganisha maumivu na shukrani ndiyo njia ya maandiko ya kuleta amani ya Mungu. Tunahimizwa kuleta mahangaiko yetu, maombi, na wakati huo huo kuleta shukrani. Kuna neno la msingi sana linasema hivi katika kitabu cha Wafilipi 4:6-7. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Neno pamoja na lenye maana sawasawa na linakutaka ulete uzito wako wote, mahangaiko na wepesi wako wote, yani shukrani, kwa wakati mmoja, na kushukuru kwa wakati mmoja. Nina homa kali, na wakati huu ninamshukuru Mungu kwa ajili ya madaktari wanaonitibu. Na ikiwa bado hujatuma kilio chako cha dhati kwa Mungu, anza sasa. Kubali hisia zako. Jipe huruma. Kuumia ni kawaida.
Kupitia huo uchungu ni jambo la kawaida. Tumia neno na kuleta amani katika maisha yako. Mungu anakupenda. Mungu anakuhurumia. Mungu anakujali. Rafiki yangu, kwenye kitabu cha Korinto wa pili sura ya 4 fungu la 16 hadi 17, Biblia inasema, kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Lakini mchungaji, hapo nimeona neno lakini kwenye hilo andiko hapo. Mchungaji, mbona neno lakini limetajwa? Hiyo ni tafsiri ya neno Allah, ambalo kwa lugha ya Kigiriki Allah inamaanisha vinginevyo. Kwa upande mwingine, kama neno Allah tungelitumia katika sentensi yetu pale juu, japo kuna wakati linamaanisha lakini, haina maana ya kwamba neno lakini haliwezi kutumika kwenye sentensi kabisa. Lakini inaweza ikatumika kwa wakati wake, sio wakati tukielezea shida zetu. Hapa neno Allah tungeweza kulitumia vizuri kwa namna hii: kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, kwa upande mwingine utu wetu wa ndani unafanywa upya. Rafiki yangu, acha mapambano yako yawe kichocheo cha kufanywa upya na kuongezewa uimara kila siku. Nina habari njema kwako. Hata kama shida zimekuponda kwa namna gani, Mungu yuko pamoja nawe. Hawezi kukuacha shida zikumalize. Hawezi kuacha huo ugonjwa upoteze ndoto ambazo Mungu alikusudia wewe ukazitimize hapa duniani. Hawezi kuacha hiyo changamoto ya wewe kufukuzwa kazi ikawa ni kubwa kiasi kwamba huwezi kutimiza kusudio lako. Mungu ana njia maelfu za kukusaidia. Kuanzia leo, kabili changamoto zote na imani ya Yesu ndani yako. Jua ya kwamba Mungu yuko upande wako. Sasa tunakwenda kuomba pamoja popote ulipo. Tunapoingia kwenye maombi sasa, mpelekee Mungu changamoto zako na kushukuru. Haja zako zijulikane na Bwana. Ninakupa dakika moja ya kuongea na Mungu sasa. Tunaingia kwenye maombi sasa. Endelea kuomba ndani ya moyo wako popote ulipo. Unayefuatilia kwa njia ya redio, ni wakati wa kuomba kimoyomoyo. Unayefuatilia ukiwa nyumbani, omba kimoyomoyo. Mungu anakwenda kutenda maajabu katika maisha yako siku hii ya leo. Ushindi ni hakika. Ushindi wa dhambi ni hakika. Endelea kuomba kimoyomoyo. Najua kuna watu ambao mmeleta changamoto zenu kwa njia ya message. Bwana anakwenda kutenda miujiza. Mnaofuatilia online, kuna muujiza unaotendeka sasa, na muujiza mkubwa ni ushindi wa dhambi na ni msamaha wa dhambi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, ninakushukuru, ninakutukuza. Asante, maana wewe kila siku unatupatia nguvu na mbinu mpya. Ninakutukuza kwa ajili ya huyu ambaye anasikiliza kipindi cha siku hii ya leo. Akapokee nguvu isiyo ya kawaida. Chochote ambacho kiko mbele yake, ninakushukuru, maana umemfundisha kukikabili bila uoga wowote, kwa kuwa wewe uko pamoja naye. Nami ninakusihi sana, anayepitia changamoto ya ugonjwa ukampatie uponyaji. Anayepitia changamoto za kimahusiano ukaingilie kati. Anayepitia changamoto za ajira na uchumi ukaingilie kati. Anayepitia changamoto za kufungwa na pepo wabaya, kwa sauti hii sasa hivi wakaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza Mungu, maana unakwenda kutenda maajabu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, namshukuru Mungu kwa ajili yako. Umekuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Nikutie moyo. Kwa wale mnaoangalia kwa njia ya YouTube, shiriki mbaraka huu kwa kutuma linki ya mahubiri haya kwa watu wengi kadri uwezavyo. Kwa kufanya hivyo, umeshiriki kazi ya kusambaza habari njema. Mungu akubariki.